Habarini za muda huu ndugu waandishi wa habari. Mimi kwa majina yangu naitwa Nice Gisunte, ni mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa kichama wa Ilala. Lakini kwa minajili ya kile ambacho tunaenda kuzungumza leo, naomba nijitambulishe kwamba mimi nilikuwa mmoja ya makamanda wa Chadema ambao walimuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe kuweza kuwa mwenyekiti kwa awamu nyingine tena, na nilimuunga mkono sirini na waziwazi. Lakini pia mimi ndiye ambaye niliongoza zoezi la kuchangisha fedha kwa BAWACHA wote wanaomuunga mkono ndani ya chama chetu kwa ajili ya kuweza kumlipia gharama ya fomu ya kugombea Mheshimiwa Mbowe. Lakini pia mimi nilikuwa mmoja wa waratibu wa zoezi la BAWACHA la kumsindikiza Mheshimiwa Mbowe kurejesha fomu kutoka nyumbani kwake kuelekea makao makuu ya chama pale Mikocheni. Lakini pia nilikuwa mmoja wa waratibu walioratibu kula za Mheshimiwa Freeman Mbowe za wanawake katika kanda ya Pwani. Lakini pia nilikuwa mmoja wa waratibu waliozitafuta kura za Mheshimiwa Mbowe kwa upande wa vijana, kwa sababu kwa wakati huo wa uchaguzi mimi nilikuwa namalizia muda wangu wa uongozi kwa nafasi ya mweka hazina BAVICHA Taifa. Kwa hiyo nilikuwa na ushawishi kwa BAVICHA, nikawajibika kwa namna hiyo. Sasa kwa nini sisi BAWACHA tuliomuunga Mbowe mkono tumejitokeza leo kuweza kuzungumza? Ni kwa sababu ya mradi unaoendelea ndani ya chama chetu hivi sasa wa kuwashawishi wanachama wenzetu kuhama na kuaminisha wanachama na Watanzania ya kwamba wanachama waliokuwa wakimuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe wanajiondoa Chadema. Ili hali jambo hilo sio kweli. Kwani bado tupo wanachama wengi na viongozi wengi ambao tulimuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe kuweza kuwa mwenyekiti, ambao bado tuko Chadema, hatujahama na hatuna mpango wa kuhama chama. Na wenzetu wanapokuja kutekeleza mradi wao huu kwenye chama chetu, wanakuja na vihoja. Mimi naita vihoja, kwa sababu ukiangalia wote kuanzia naye hama akiwa kiongozi wa kitaifa mpaka mwanachama wa kawaida aliyeshawishiwa kuhama, sababu zao wote zinafanana. Na sababu ya kwanza watakwambia ya kwamba tuliomuunga mkono Mheshimiwa Mbowe tunabaguliwa, hatupendwi, hatushirikishwi na maneno yanayofanana na hayo. Na jambo la pili ni ajenda ya chama ya no reform no election. Sasa nitaanza na hili jambo la kwanza. Sio kweli kwamba wanachama na viongozi tuliokuwa tunamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe tunabaguliwa ndani ya chama hivi sasa. Na niwaambie jambo moja tu ndugu zetu. Chadema ni taasisi, ni chama cha siasa, na tuna utaratibu wa kujiongoza. Tuna katiba yetu hii. Hii katiba yetu ndio inatupa mwongozo mwanachama na mwanachama washirikiane kwa namna gani. Ni katiba hii ndio inatuelekeza mwanachama na kiongozi washirikiane kwa namna gani. Sisi sio kikundi cha urafiki na ushosti. Tuna utaratibu wa namna ya kushirikiana, tuna utaratibu wa namna ya kushirikishana, na katiba hii inasema nani ashirikishwe wapi, wakati gani na kwenye jambo gani. Sasa wenzetu wanapotoka kusema kwamba hatushirikishwi, tunabaguliwa, na nyinyi ndugu waandishi wa habari mtusaidie kuwauliza, wanabaguliwa wapi? Wanabaguliwa katika nini? Sio waache tu hewani kwamba tunabaguliwa, hatupendwi. Hapana. Kwa sababu kwa mantiki inaeleza hapo kwamba ni katiba ndio inatuonyesha namna gani tushirikiane. Kwa hiyo lazima wanaotoka tujue, na
sijaona hata mmoja kati waliotoka kwamba anaweza kuwa na ushahidi kwamba amebaguliwa kwa namna gani. Nitawapa na mifano ili muamini na mimi kwamba hiki wanachosema sio kweli. Wana sababu nyingine inayowafanya wafanye haya. Katika wale walioama, wale viongozi waliokuwa viongozi wa sekretarieti yetu, wenye mradi wenyewe, na mninukuu vyema, wenye mradi wenyewe, walioondoka baadhi yao waliteuliwa tena na uongozi huu ulioingia madarakani kuweza kuwa viongozi. Julius Mwita alikuwa katibu wa sekretarieti ya awamu ya uongozi uliopita, na sekretarieti mpya iliyoingia madarakani ilimpendekeza tena kuendelea kuwa katibu wa sekretarieti. Kathleen Luge alikuwepo kwenye sekretarieti iliyopita, na uongozi mpya huu ambao anasema unawabagua ukamteua tena kuwa mkuu wa idara ya jinsia. Kwa hiyo mpaka hapo tu kwamba hoja zao kwamba wametengwa, wamebaguliwa, hawashirikishwi katika shughuli za chama haina mashiko, ni uongo. Kwa sababu ingalikuwa kweli, sekretarieti isingewapendekeza na kamati kuu kwenda kuwathibitisha na wakaingia ofisini. Labda waje watuambie Mwita na Kathleen kwamba sekretarieti ilikaa vikao hawakuitwa, waje na ushahidi. Lakini sisi wanachama tunajua kwamba vikao vyote vya sekretarieti walishirikishwa, walishiriki Mwita akiwa katibu, na walikuwa ofisini kila siku wakifanya majukumu yao katika makao makuu yetu ya chama aliyoko Mikocheni. Lakini jambo lingine, wale viongozi wengine kwa maana ya manaibu wale hawakuteuliwa tena. Kama hawakuteuliwa maana yake hawakuwa na nafasi yoyote, walikuwa ni wanachama wa kawaida mpaka wanaondoka. Kama mwanachama wa kawaida kwa mujibu wa katiba yetu, vikao ambavyo unahudhuria mwanachama wa kawaida, kama Salum Mwalimu alivyoondoka alikuwa mwanachama wa kawaida, kama Mzee Kigaila alikuwa mwanachama wa kawaida, kikao walivyokuwa wanaweza kuhudhuria ni kikao cha msingi, ngazi ya chini kabisa ya chama, na kikao cha matawi, yani kwenye matawi yao. Kwa hiyo sehemu ambayo walipaswa kushirikishwa katika vikao na katika utekelezaji wa maazimio ya vikao ni kwenye misingi yao na matawi yao. Yani Mzee Kigaila anaishi jimbo la Ukonga, kata ya Mzinga, mtaa wa Mwanagati. Yeye alitakiwa ashiriki kule katika utekelezaji wa shughuli za ujenzi wa chama, na sio kutaka kushirikishwa na viongozi wa taifa, na kitu ambacho sio kweli. Na naomba hapa niweke kumbukumbu nyingine vizuri. Nadhani ndugu waandishi wa habari mtakumbuka katibu mkuu amekuwa akinukuliwa mara nyingi akisema ya kwamba baada ya ule uchaguzi baada ya kupatikana sekretarieti mpya, aliwaita akitaka wakutane waliokuwa viongozi wa sekretarieti iliyopita na viongozi wapya wa sekretarieti kwa ajili ya kushauriana masuala mbalimbali ya ujenzi wa chama. Lakini walimjibu ya kwamba waache wapumzike. Sasa watu ambao walishirikishwa wakakataa, leo wanatoa wapi uhalali wa kusema ya kwamba hawashirikishwi? Hawa watu ni waongo, wana mradi wao, wawaambie watu ukweli nini wanachokifanya. Na wakiendelea tutasema kwa sababu tunayajua ambayo wanayafanya. Lakini ndugu zangu, wamefanikiwa kushawishi baadhi ya viongozi wa ngazi za chini. Tumeona viongozi wa kanda, mikoa, majimbo na hata wanachama wa kawaida. Alafu kinachochekesha zaidi, sababu wote ni zile zile. Yani iliyomuondoa kiongozi wa kitaifa mpaka mwanachama wa kawaida ni ile ile kwamba hajashirikishwa. Tuelewane. Waache kunyoshea vidole viongozi wetu wakuu. Kwa sababu katika mgawanyo wetu wa majukumu, mwanachama wa kawaida au mwanachama wa kata, wa jimbo, wa mkoa, yeye anataka kushirikiana kwa namna gani na kiongozi wa kitaifa. Kwa sababu kwa mujibu sisi wa utaratibu wetu, mimi wa ngazi ya chini, kwa mfano mimi ni kiongozi wa mkoa, napokea maagizo na maamuzi ya chama kutoka ngazi yangu ya juu ambayo ni ngazi ya kanda. Sasa wewe kiongozi wa kata, kiongozi wa jimbo, unahama baada ya kushawishiwa, unasema ya kwamba sababu yako ya kukuhamisha kwenye chama kwamba upate ushirikiano kwa viongozi wapya. Yani kidole kinaenda kwa Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Heche. Hilo jambo sio kweli, kwa sababu utaratibu wetu wa ufanyaji
wa majukumu yetu hauko namna hiyo kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo waache kudanganya, wawaambie watu ukweli mradi wao ni nini. Lakini hata mimi naweza nikawa ni mfano hai kabisa. Nimetangulia kusema mimi nilikuwa timwamba kindakindaki. Lakini baada ya uchaguzi ule sijawahi kubaguliwa mahali popote. Ndio maana ninasema kwa ujasiri kabisa kwamba hakuna ubaguzi, hakuna kutengwa, wala hakuna kuchukiwa. Kwa sababu mimi natokea mkoa wa Ilala, na bahati nzuri au bahati mbaya viongozi wangu wa mkoa wa Ilala, kwa maana mwenyekiti, katibu na viongozi wa mabaraza mengine, wote walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Lissu. Tena hadharani, na walikuwa wanafanya place. Lakini baada ya ule uchaguzi wameendelea kunishirikisha kana kwamba hakuna kilichotokea. Kwa maana tumeelewana kwamba uchaguzi umeisha, tumekwisha maliza, tumempata mwenyekiti wetu, tumepata na viongozi wengine, sasa tunaendelea kujenga chama. Na hata mwezi wa pili mwaka huu, uchaguzi ulikuwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili mwaka huu kulikuwa na ziara. Nilishirikishwa na viongozi wenzangu wa mkoa na tukafanya ziara. Kulikuwa na kikao cha mkoa mwezi wa tatu. Nilipewa taarifa na katibu, nilishirikishwa. Nilipewa nafasi ya kuweza kufanya majukumu yangu. Lakini kama hiyo haitoshi, mimi natokea jimbo la Ukonga. Jimbo la Ukonga, idadi kubwa ya viongozi wa jimbo na kwenye makata huko walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Lissu, na ni haki yao. Na mimi ilikuwa ni haki yangu kumuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Lakini baada ya uchaguzi ule mpaka leo tunaendelea na shughuli za chama kwa amani kabisa na kwa morali hali ya juu. Ni kwa sababu tunapeana ushirikiano, hatujabaguana. Kwa hiyo sio kweli kwamba watu wanabaguliwa. Mimi nazungumza nikiwa kama mtu ambaye nilikuwa katika timu ya Mheshimiwa Mbowe. Ninapata ushirikiano wa kutosha. Kwa hiyo waambie watu ukweli, kandarasi walionayo ya kuweza kuhakikisha wanaifisha Chadema, na sio kuweza kudanganya watu kwamba wamebaguliwa. Lakini jambo lingine, sababu ya pili ambayo hawa ndugu zetu wanaitumia ni ajenda ya chama ya no reform no election. Sasa hapa naomba tuweke kumbukumbu sawa. Ajenda ya no reform no election ni maazimio ya vikao vya chama. Kwa kuwa ajenda hii ilipitishwa na kamati kuu ya chama chetu iliyoketi tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka jana. Na kabla ya kamati kuu, ukisoma hii katiba yetu, sekretarieti ya chama ndio ina wajibu wa kuandaa ajenda na kupeleka kamati kuu. Kwa hiyo kwanza